Haleluya. Fungua pamoja nami kitabu cha Mambo ya Walawi, mlango ni wa 11 mstari 44 hadi 45. Fungua pamoja nami kitabu cha Mambo ya Walawi, mlango ni wa 11 mstari wa 44 hadi 45. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Amina. Asema kitabu cha Mambo ya Walawi. Ukifika pale sema amina. Kitabu cha Mambo ya Walawi, mlango wa 11 mstari ule wa 44 hadi 45. Biblia inasema hivi: kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yeyote kiendacho juu ya nchi, kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Haleluya. Na sisi sote tunajua maana ya utakatifu. Maana ya utakatifu inamaanisha usafi wa maisha yako. Haleluya. Utakaso wa viungo vya mwili wako. Amina. Na wokovu ni uhusiano kati ya mtu na Mungu. Haleluya. Wokovu wako hauna uhusiano na mumeo. Wokovu wako hauna uhusiano na mkeo. Wokovu wako hauna uhusiano na watoto wako. Kwa maana Biblia inasema kila mwanadamu atahukumiwa sawasawa na matendo yake. Matendo yako, tabia zako ndizo zitakazokufanya uepukane na moto wa Jehanamu. Sio dini wala sio dhehebu. Haleluya. Matendo yako, matendo. Unaweza kuwa unaenda kanisani kila wakati, lakini kama wewe ni mzinzi, kama wewe ni muongo, kwa maana Yesu alikuja kuondoa zinaa ndani ya kanisa la Kristo, na kanisa sio jengo. Asema moyo wako ni hekalu takatifu la Mungu mtakatifu, kumaanisha sheria za Mwenyezi Mungu zinapaswa zitawale moyo wa mwanadamu. Na chochote kilichoko ndani ya moyo wako hudhihirishwa kwa matendo, sio kusema nimeokoka. Haleluya. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Haleluya. Maana ya wokovu ni uhusiano kati yako wewe na Mungu. Na je, uhusiano wako wewe na Mwenyezi Mungu utaimarika vipi? Kwa matamshi safi, kwa mawazo safi, kwa matendo safi. Utakatifu ndio unaohitajika. Haleluya. Utakatifu peke yake ndio utakao kusababisha siku za mwisho usiingie motoni. Holiness. Haleluya. Asema
iweni watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Haleluya. Amen. Iweni watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Hiyo inamaanisha ya kwamba wokovu ulionao hauna mapatano na dhambi ya wizi. Haleluya. Wokovu ulionao hauna mapatano na umbea, uongo, mizaha, upani. Wewe ni mwanamume unaenda kanisani na bado unataniana na wanawake. Haleluya. Wewe ni mama unaenda kanisani na bado unataniana na wanaume. Kitabu cha Zaburi 1. Najua huenda hujafundishwa hii. Kitabu cha Zaburi mlango ni wa 1 mstari wa 1 hadi wa 6. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mizaha ni utani. Haleluya. Bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Lakini sivyo walivyo wasio haki. Je, wasio haki ni akina nani? Watenda dhambi. Asema sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Haleluya. Asema wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Utani. Utani, mwisho wa siku mnatongozana na mnaanguka katika zinaa, na bado mnaenda katika nyumba ya Mungu mkisema ya kwamba mmepona. Amen. Haleluya. Amen. Gossip, masengenyo. Haleluya. Amen. Maana ya wokovu inategemea unaishije maisha yako na Yesu. Amina. Sio kutamka. Wokovu sio ya kusema mimi nimeokoka ninampenda Yesu. Hapana. Je, unaishije maisha yako na huyu Yesu Kristo? Je, unaishije maisha yako na Mwenyezi Mungu? Haleluya. Amen. Mungu aliweka watumishi kote kote. Mwenyezi Mungu aliweka watu wake. Haleluya. Amen. Ili wakufundishe wewe, wakuhubirie wewe, wakuelekeze katika sheria za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Unapoishi katika hii dunia, ninajua huenda umeshawahi ona mtu wako wa karibu aliyeaga. Mimi nishawahi ona watu ambao nimesoma nao walioaga. Haleluya. Amen. Sasa kama nilishawahi ona mwanadamu mwenzangu amebebwa katika machera, anapelekwa kaburini, hiyo inamaanisha ya kwamba hata mimi na wewe lazima siku moja tutaacha mali zetu, tutaacha nyumba zetu, tutaacha wake zetu, mutaacha waume zenu. Lakini je, kati yako wewe na Mwenyezi Mungu
Umejipanga vipi? Mungu anakuhitaji. Amen. Mwenyezi Mungu anatafuta nafsi yako. Amen. Ili nafsi yako isiingie katika moto wa jehanamu. Nafsi yako ingie katika uzima wa milele. Nafsi yako iepukane na moto wa jehanamu. Haleluya. Amen. Utakapoikumbatia dini, kumbatia dini ukijua ya kwamba Mungu hana makubaliano na dhambi. Na kulikuwa na matajiri zaidi ya mimi, kulikuwa na matajiri zaidi ya wewe, kulikuwa na warembo zaidi yako, kulikuwa na mahandsome zaidi yangu, lakini leo hii wako wapi? Amen. Haleluya. Amen. Mambo haya unayoyaona katika hii dunia yanapita. Mwenyezi Mungu asema iweni watakatifu kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu ni mtakatifu. Amen. Mungu hana makubaliano na dhambi ya aina yeyote. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza 29 asema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Amen. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ukienda katika kile kitabu cha Wagalatia, kitabu cha Wagalatia, na nikasema ya kwamba Mungu ni wa wote. Haleluya. Amen. Mungu ni wa binadamu wote, wote, hata wale wachawi Yesu aliwafia. Amina. Na sababu ni dhambi. Amen. Haleluya. Kitabu cha Wagalatia mlango ni ule wa 6. Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 7 hadi wa 8 asema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Haleluya. Amen. Asema msidanganyike, asema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Haleluya. Amen. Asema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Amen. Haleluya. Amen. Na mara nyingi mimi husema ya kwamba viungo vya mwili wako usipokuwa makinifu vinaweza kutumiwa na shetani vibaya. Haleluya. Amen. Asema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Haleluya. Nina maana gani kupanda katika mwili? Haleluya. Amen. Pale alikuwa anaashiria ya kwamba maana ya kupanda katika mwili ni kuruhusu mwili wako ukaweze kutumiwa vibaya na shetani. Tabia, haleluya, matamshi machafu, matendo machafu, mawazo machafu. Wewe unasema unampenda Mwenyezi Mungu wakati jirani yako haumpendi. Amen. Utampendaje Mwenyezi Mungu ambaye hujamuona, na huyu mtu ambaye unamuona haumpendi? Huo sasa ndio wokovu wa unafiki. Amen. Haleluya.
Biblia inasema Mungu ni wa upendo. Tena Mungu ni wa wote walio hai. Asema mimi ni Mungu wa wote walio hai. Mimi si Mungu wa wafu. Waliokufa wamelala kaburini, yeye hana shughuli nao, kwa sababu wale wanasubiri kuhukumiwa. Lakini wewe ambaye upo hai, ambaye una uwezo wa kubadilisha mfumo wa tabia zako, sauti hii Mwenyezi Mungu kanituma katika mtaa huu. Amen. Nikufahamishe ya kwamba Mungu ni wa wote wenye mwili, na kitu ambacho Mungu anakitafuta kwako ni kwamba ugeuke, ubadilike, ujitenge mbali na zinaa. Amen. Haleluya. Amen. Ujitenge mbali na uasherati. Ujitenge mbali na mawazo machafu. Haleluya. Amen. Kitabu cha Mathayo 5. Ninajua wewe unayenisikiza huna shida, lakini tatizo ni baadhi ya watumishi wachache. Haleluya. Na mimi ningelipenda kusema kila mtu ana wito wake. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 27. Neno la Bwana linasema hivi: Yesu Kristo mwenyewe, haleluya, akasema, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Amen. Hapo alikuwa anamaanisha nini? Kwamba mwanamke avalie mavazi yaliyofunika mwili wake wote, kwa maana viungo vya mwili wa mwanamke viliumbwa ni kwa ajili ya mumewe, sio wanaume. Amen. Haleluya. Sinichukulie vibaya, ninakufundisha mwanangu, kwa sababu huenda haujayasikia haya, na unaweza kuwa umesoma vizuri haupati kazi. Wewe kazi yako ni kusoma. Mungu asema mkamateni sana elimu, kwa maana ndio ufungua maisha yako. Sasa umesoma vizuri lakini hakuna kazi. Sio kwamba hakuna kazi, hata hapa nilipo nina form 4s ambao wako kazini. Haleluya. Na wewe huenda ni university lakini huna kazi. Lakini kuna wasichana ambao walitoka class 8 wakazalishwa, sasa hivi ninavyosema wanafanya katika maofisi makubwa. Sio kwa mwanadamu, hapana. Mtafute Mwenyezi Mungu, usitafute pastor. Amen. Mchungaji atakusaidia na ushauri. Haleluya. Amen. Asema, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hapo Yesu alikuwa anaashiria mwanamke avalie mavazi yaliyofunika mwili wake wote. Amen. Kwa maana viungo vya mwili wa mwanamke viliumbwa ni kwa ajili ya mumewe. Amen. Sio wanaume. Amen. Haleluya. Amen. Sasa basi tuingie ndani ya kanisa la Kristo. Ninapoangalia kanisa la Kristo Kenya, wamama wanaingia ndani ya kanisa wakiwa uchi. Haleluya. Amen. Mabinti zetu wanaingia ndani ya kanisa wakiwa uchi. Amen. Na ndio maana ndoa nyingi zinaharibika. Wamama, unajua ni kwa nini Muslims wao wana shida sana na Wakristo? Kwa sababu Muslims, Waislamu wanapotizama wanawake wao, wamama wanavyoingia msikitini, wanavalia mavazi yaliyofunika miili yao yote. Lakini Wakristo wakienda kumwabudu Mungu wao,
wanamwabudu wakiwa uchi. Haleluya. Amen. Wamama wanaenda kanisani wakiwa wamevalia mini skirts, tena zimepasuliwa hapa nyuma hivi. Haleluya. Wengine wanaenda kanisani wamevalia tight trousers, suruali za kuabana. Wengine wanaenda kanisani wakiwa wamevalia tight dresses, mavazi ya kuabana to show their anatomy, kuonyesha figure. Amen. Haleluya. Amen. Wamama wamekuwa wakienda kanisani wakiwa wamevalia tops ambazo zimeachilia kifua nje. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Muslims wanapolitizama kanisa wanaona ni kana kwamba ni watu walioshikana mikono wanaelekea katika moto wa jehanamu. Amen. Haleluya. Amen. Wakati Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kupitia kwa njia ya mimi. Yesu asema mimi ni nuru ya ulimwengu. Tena baadaye unasikia akisema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lakini nuru ikishazima, kanisa dunia inabaki kuwa na giza. Haleluya. Haya ndiyo majira kwa kanisa la nyakati za mwisho to rise up, kuinuka na kuita dhambi kama dhambi. Haleluya. Kwa wale wamama ambao wameokoka na wanampenda Yesu Kristo, haya ndiyo majira ya kuondoa miniskirts ndani ya kanisa la Kristo. Haleluya. Amen. Huu ndio wakati katika huu mtaa wa Maka, watu wanaompenda Mwenyezi Mungu, wacha Mungu kweli kweli, basi huu ndio wakati kwenu ninyi kujitenga mbali na zinaa. Amen. Kuondoa tight trousers ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Hata haijalishi kama wewe ni wa dini gani, Mungu anakutafuta. Amen. Haleluya. Haya ndio majira. Amen. Kama wewe ni mwanamke na bado unang'ang'ana na wanaume za watu, basi majira haya ndio wakati wa kusema ninaachana na bwana wa wenyewe, nimwite Mwenyezi Mungu anipe mume wangu mwenyewe. Haleluya. Kwa sababu huenda umeshikilia baba wa watu, unampora pesa, na yeye kule ana bibi na watoto hawaendi shule. Je, wewe una huruma kweli? Haleluya. Amen. Likoni sijawaletea fedha na dhahabu, lakini nilichowaletea ni zaidi ya fedha na dhahabu. Haleluya. Ili taifa la Kenya likaweze kupona, Mungu anyeshe mvua kwa wakati wake, chakula kiwe kwa wingi, watoto wetu wapate kazi, ndoa zetu zitulie, basi lazima wamama waondoe mavazi ya kikahaba. Amen. Haleluya. Amen. Na kama wewe ni mwanamume ambaye unaenda katika nyumba ya ibada na bado unafukuzana na wanawake hapa na pale, unafukuzana na wasichana wadogo hapa na pale, haya ndio majira Amina. ya kumwambia Mwenyezi Mungu it's over. Amen. It's over. Amen. It's over. Kuanzia sasa Oh yes. ninatubu, Amina. unisamehe, Oh yes. naachana na bibi ya watu. Amen. Haleluya. Amen. Kama wewe ni msichana mdogo, haujaolewa na bado unakimbizana na wazee,
unakimbizana na vijana. Haya ndiyo majira kwako wewe binti unayempenda Mwenyezi Mungu na kusema sitaki kuingia katika moto wa jehanamu, na ninataka maombi yangu yasikiwe na Mwenyezi Mungu. Huu ndio wakati wa kusema imetosha. Ni mpaka niolewe. Amina. Haleluya. Amen. Asema be holy for I am holy. For without holiness forget about the kingdom of God. Amen. Angalia hapa. Tazame kwa makinifu. Mungu ni mtakatifu. Hana makubaliano na dhambi. Chini yake ni Yesu ambaye hana makubaliano na dhambi, ni mtakatifu. Chini ya Yesu ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo wale wanaomwabudu Mwenyezi Mungu ni lazima wavalie vazi mfano wa Yesu. Amen. Ambao ni utakatifu. Amen. Majira haya nyakati za mwisho. Amina. Endapo kuna mtu atakuja kukwambia panda mbegu ubarikiwe, endapo kutakuja mtu akwambie kwamba toa kiwango cha fulani cha pesa nikupatie kitambaa hiki ama mafuta haya ama chumvi hii, muulize ni andiko gani hilo? Mbona mimi ninamwona Mungu anayesema hana makubaliano na dhambi. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu cha waraka wa pili wa Yohana, hatua baada ya hatua. Ndugu yangu, ninashukuru Mungu sana kwa mtaa huu. Amen. Haleluya. Kitabu cha waraka wa pili waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa pili, mstari wa 15 hadi 18, 17. Neno la Bwana linasema hivi: msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Haleluya. Amen. Hivi vyote vinapita. Tena Biblia inasema wakati mtakaposikia tetesi za vita, mitetemeko ya ardhi, haleluya, na njaa sehemu, mjue huo ndio mwanzo wa uchungu. Amen. Yesu yuaja. Amen. Yesu yuaja. Amen. Yesu yuaja. Amen. Na yuaja kulichukua kanisa. Amina. Na sisemi jengo, kanisa ni moyo wako. Amen. Haleluya. Amen. Usafi wa moyo huleta matunda mazuri yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Amina. Mwanadamu ukishaingiwa na upendo, hakutakuwa na vita. Ukishaingiwa na upendo, hautamchukia mwingine. Ukishaingiwa na upendo, utawapenda wote, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Asema na wapenda wanipendao. Na kumpenda Mwenyezi Mungu sio kuingia kanisani tu. Kumpenda Mwenyezi Mungu sio kwenda katika nyumba ya ibada. Kumpenda Mwenyezi Mungu ni kuhakikisha unafuata zile sheria. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu Kristo alikuja kuondoa ukahaba ndani ya maisha yako. Yesu Kristo alikuja kuondoa uchawi ndani ya moyo wako. Amen. Yesu Kristo alikuja kuondoa ulevi, dhihaka, ufisadi na tamaa mbaya. Haleluya. Amen. Yesu Kristo alikuja kuondoa zinaa katika maisha yangu mimi na wewe. Amen. Alikuja kuondoa ile hali ya kuwa unaenda katika nyumba ya ibada na bado unatoa matusi makali kupitia kwa kinywa chako. Siwezi tumia ulimi huu niketi mahali hapa ninene uongo, alafu baadaye nitumie ulimi huu kumwambia Mwenyezi Mungu nisaidie. Hawezi. Amen. Haleluya. Amen. Ili maombi yangu yaweze kupata kibali mbele za Mwenyezi Mungu, ni lazima niutakase ulimi. Amina. Ninapomtukana mtoto mdogo, nimemfanyia kazi shetani. Amina. Na Mungu anakaa kando. Amen. Alafu ninapiga magoti na mwambia Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni Mungu gani aliye na makubaliano na dhambi?
Nataka nikwambie, kwake Mungu hakuna dhambi ndogo wala kubwa. Aliyeketi mahali hapa akanena uongo, na yule aliyejitoa muhanga mahali akaoa watu maelfu, wote wametenda dhambi. Amen. Na mshahara wa dhambi ni kifo. Amen. Na haya maisha ni ya muda mfupi sana. Haleluya. Maisha haya tunayoishi ni ya muda mfupi sana. Haleluya. Ya muda mfupi sana. Ningelipenda kusema jambo hili ya kwamba wakati Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, aliondoa uchafu wa mwili. Haleluya. Amen. Vitendo viovu, matendo maovu katika viungo vya mwili wako. Yesu akaondoa masengenyo. Yesu Kristo alikuja kusafisha ulimi wako. Yesu Kristo alikuja kusafisha matendo yako. Yesu Kristo alikuja kutakasa mawazo yako. Yesu asema mimi ni nuru ya ulimwengu. Tena asema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Inamaanisha kwamba sisi tumevaa umbo mfano wa Yesu. Haleluya. Sasa ukiwa hapa duniani, tamka kile ambacho hata Yesu angelikuwepo angelikitamka. Waza kile ambacho hata Mwenyezi Mungu angelikuwa hapa angelikiwaza. Mbona Mungu hakuwazii mabaya wewe? Kwa nini wewe uwazie mwingine mabaya? Haleluya. Mbona Mwenyezi Mungu hakuwazii mabaya wewe, lakini wewe unamwazia mwanadamu mwenzako mabaya? Haleluya. Je, ni upendo wa aina gani Kenya tulionao? Wewe unaenda katika nyumba ya ibada na hauongei na jirani yako. Wewe unaenda katika nyumba ya ibada na ukimwona mwenzako mdomo unaupeleka pembeni. Unaenda kwa nyumba ya ibada na bado unamtusi mtu, unamwongelelea vibaya. Ndugu yangu, acha nikwambie jambo moja. Mtu akija akikwambia nataka nikupashe, ujue akitoka hapo anaenda kumpasha mwingine kukuhusu. Haleluya. Mwanadamu akishakuletea maneno ya mtu fulani, atachukua ya kwako pia apeleke mahali. Na ninampenda Yesu kwa sababu wakati nilipokuwa na njaa, nilipomwambia Mwenyezi Mungu naomba, sina chakula, ninateseka na watoto, hakuna siku nilimwona Yesu ameketi mahali anasema kama sio mimi yule hangelikula. Jana alikuwa analala njaa. Sijaona kitu kama hiyo. Haleluya. Rafiki mwema ni Yesu Kristo. Yeye ndiye anayeficha siri za mwanadamu, wengine ni unafiki. Haleluya. Yesu kama kweli wewe unampenda Mwenyezi Mungu, hii ndio identity. Amen. Holiness. Amen. Kwa sababu ukienda Marekani utakuta wanaoishi Marekani wanaitwa wa Marekani na wana vitambulisho vya Marekani na wanafuata sheria za nchi ama taifa la Marekani. Ukienda Kenya utapata wanaoishi huko ni wa Kenya na wanaishi na vitambulisho vya Kikenya na wanaongozwa na sheria za Kenya. Sasa wewe unayesema unampenda Mwenyezi Mungu, wewe unayesema unampenda Yesu, mbona sioni utakatifu ndani yako? Kitambulisho cha kuonyesha ya kwamba hautaingia katika moto wa jehanamu ni utakatifu. Amen. Separation. Amina. Yesu alikuja kutofautisha watu wake. Amen. Wale waliookoka wajulikane kwa kubadilika kwa tabia walizonazo. Amen. Wale wacha Mungu wajulikane kwa kubadilika kwa tabia walizonazo, na wale watenda dhambi wajulikane kwa dhambi walizonazo. Lakini ni jambo la kutisha ninaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango ni wa 22 mstari wa 5. Anasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume,
wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Amen. Haleluya. Amen. Umeiona hiyo? Amina. Asema mwanamke asivae mavazi yanayostahili mwanamume, na mwanamume asivae mavazi yanayostahili mwanamke, kwa maana yeyote afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Je, Mwenyezi Mungu akinikasirikia mimi, maisha yangu yatakuwa na amani kweli? Je, Mwenyezi Mungu akikukasirikia wewe, maisha yako yatakuwa na amani kweli? Haleluya. Amen. Nataka nikwambie jambo moja. Mungu hana makubaliano na dhambi ya aina yeyote. Amen. Yesu alikuja kukutenganisha, kukutofautisha, kwamba kuwe na utofauti kati yako na watenda dhambi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango ni wa 12 mstari wa 1 hadi wa 3, asema hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako umiliki, siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao mataifa mtakayo yamiliki, juu ya milima mirefu, juu ya vilima, na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na maashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikatieni mbali, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Haleluya. Amen. Asema zibomoeni. Asema hizi ndizo sheria na amri mtakazotunza kuzikamata, kuzifanyia kazi mtakapokuwa mkiishi katika hii dunia. Haleluya. Amen. Asema musiwe na makubaliano na dhambi ya aina yeyote. Amen. Nataka niwaambie jambo moja, wa mama wangu wapendwa. Haleluya. Amen. Kwa nini unamkasirikia yeye aliyekuumba? Baba zangu wapendwa, kwa nini mnamkasirikia, mnamtenda maovu yeye aliyewaumba? Ni nani aliyekupatia mke huyo uliye naye? Mbona unamuudhi? Ni nani aliyekupatia mume huyo uliye naye? Mbona unamfanyia dhihaka Mwenyezi Mungu? Ni nani aliyekupatia watoto ulio nao? Haleluya. Amen. Wakati ukisema mimi nina watoto 5, kuna mwenzako anatamani hata mimba ya kutoa. Haleluya. Amen. Mbona mnamuudhi yeye aliyewaumba? Kanisa limekuwa ni mahali pa kawaida. Haleluya. Amen. Wengine wanaenda kanisani kwa ajili ya kutafuta wanawake, wengine wanaenda kanisani kwa ajili ya kutafuta wanaume, wengine wamo ndani ya kanisa hawajaolewa na bado wanazaa, wengine wamo ndani ya kanisa hawajaolewa na bado wanaafya mimba. Haleluya. Amen. Je, ni picha ya aina gani hiyo unayoionyesha Mwenyezi Mungu? Haleluya. Amen. Asema ya kwamba Mungu si Mungu wa dini, Mungu ni wa wote wenye mwili. Na ukiangalia vema, Mwenyezi Mungu hana makubaliano na dhambi ya uasherati. Mwenyezi Mungu hana makubaliano na dhambi ya kuavya mimba. Mwenyezi Mungu hana makubaliano na zinaa. Wewe ni nani unayeenda kwenye nyumba ya ibada alafu baadaye unatenda dhambi? Mbona unamkufuru Mwenyezi Mungu? Haleluya. Amen. Wakati mwanadamu unapokasirika, utashika fimbo mchape mtoto wako. Mwenyezi Mungu akikasirika, atanyesha mvua, itaambulia gharika. Haleluya. Amen. Asema naliwapiga kwa tauni
lakini hamkunirudilia. Haleluya. Amen. Nikanyesha mvua mahali fulani na hapa kwenu nikakosa kunyesha mvua, lakini hamkunirudilia. Haleluya. Amen. Kenya lazima tutubu. Amen. We must repent. Must repent. Haleluya. Wewe kama mzazi lazima uwe na msingi madhubuti katika familia yako. Amina. Usiache mtoto ndani ya nyumba na wewe unaenda kwa ibada, unamwacha mtoto ndani ya nyumba. Amenishinda mimi. Hata kushindaje mwanao? Amen. Haleluya. Amen. Wacha tuinue watoto ambao ni wacha Mungu. Amina. Kenya. Amen. Haleluya. Amen. Hawa vijana sio wabaya, ni watu ambao kuna baadhi ya vijana nishawahi keti nao nikawaongelelesha kuhusu Mwenyezi Mungu, although walikuwa sio Wakristo, lakini nikaongea na wao wakanielewa. Mpaka leo wameacha kuvuta unga. Amina. Na wanaenda katika nyumba za ibada vizuri, na wanatoka wamekuwa ni watu ambao wameshikilia Mungu vizuri. Amen. Hakuna mtu mbaya. Mwenyezi Mungu hajaumba mtu mbaya, lakini msingi wa maisha ya jamii yako inategemea wewe umemkamata vipi Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Umemkamata vipi? Wewe umeokoka, unaenda kanisani, halafu unaenda duka la nguo, unamwacha binti yako, mtoto wako wa kike anachagua kesketi kafupi, tena unamuita mami, I think it's good, so nice in it. Unatoa fedha, wewe baba mwenye akili timamu, unatoa pesa yako kwa mfuko, unamnunulia mtoto wako kanguo ambako hata akitembea nyama za mwili zinacheza zote. Amen. Na mtoto mwenyewe akifika kanisani ni mwimbaji wa kwaya, hata akiambiwa apige magoti anashindwa. Haleluya. Amen. Lakini hii wachungaji wengi hawaioni, kwa sababu wanachoangalia wingi wa washirika, wingi wa sadaka. Amina. Haleluya. Amen. Kama wewe ni mzazi, wewe ni baba ambaye ni kichwa cha nyumba na unampenda Mwenyezi Mungu, hiyo nyumba yako ikitingishika, lawama kwako. Haleluya. Amen. Lakini ninachokiachua mimi ndani ya nyumba yangu majira haya, majira ya nyakati za mwisho, ninasema hivi: katika familia yangu hakuna kuingia katika lango kuu na miniskirt, tight trouser, tight dresses, tops za kuachilia kifua nje. Hakuna. Haleluya. Amen. Wacha tuite dhambi kama dhambi. Amina. Na kama kweli wewe umeokoka, ni lazima kwa mtu yule aliyeokoka mazungumzo yako lazima yabadilike. Amen. Matamshi yako yawe na hofu ya Mungu ndani ya ulege umilele. Mtembeo wako wa Kikristo lazima ubadilike. Amen. Na marafiki zako lazima wabadilike. Amen. Kama kweli wewe ni mcha Mungu, mavazi yako lazima yabadilike. Fikra zako lazima zibadilike. Mioyo yenu lazima ibadilike. Wokovu wako lazima ubadilike. Na neno lako wewe mtumishi wa Mungu unayehubiri lazima lilenge utakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hatima yako ibadilike na huduma yako ya kimaisha iulenge umilele. Haleluya. Amen. Separation.
Kitabu cha Yeremia 7, namalizia. Kitabu cha Yeremia 7, kitabu cha Yeremia 7 mstari wa kwanza hadi ule wa 11. Asema neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana, kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili, ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo yasiyoweza kuwasaidia, mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamwonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea mwanzo hata milele. Angalieni, mnatumania maneno ya uongo yasiyoweza kuwasaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua, kisha mtakuja na kusimama mtakuja na kusimama mbele yangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona? Je, mahali hapa, asema, je, mahali hapa, okay, nitarejelea. Asema, je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua, kisha mtakuja na kusimama mbele yangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote? Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu limekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Haleluya. Asema, je, mtakuwa mnatenda dhambi, kuzini, kuiba, alafu mnakimbilia katika nyumba ya ibada, mnakimbilia kanisani na kusema tumepona? Je, nyumba hiyo ya ibada imekuwa ni mahali kwa watenda dhambi? Isaia, twende pamoja nami kitabu cha Isaia. Haleluya. Amen. Twende pamoja nami kitabu cha Isaia 57. Isaia 57, hatua kwa hatua pendwa. Isaia 57 mstari wa 14 na 15. Haleluya. Amen. Asema, naye atasema, tutieni, tutieni, itengenezeni njia, kiondoeni kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Mwenyezi Mungu anaishi katika moyo wa mwanadamu aliyechukua jukumu la kuweza kujitenga mbali na dhambi. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anakupenda, lakini ni jambo la kustaajabisha ni kuona ngozi nyeusi unakunywa vidonge ili uwe mweupe. Ni jambo la kustaajabisha unapoenda kujidunga masindano ili unenepeane makalio. Ni jambo la kutisha kwako wewe mcha Mungu unapoondoa imani yako katika Ukristo, unapoondoa imani yako katika kumcha Mwenyezi Mungu na kuifuata miungu ya kigeni, dhambi. Haleluya. Amen. Kitabu cha Waibrania, haleluya. Amen. Namalizia na kitabu cha Waibrania mlango wa 12 mstari ni ule wa 14 kuendelea. Asema, Mungu asema hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao
Hapana mtu atakayemwona Mwenyezi Mungu asipokuwa nao. Mkiangalia sana, mtu asiipungukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisija likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwaijua ya kuwa asema kama Esau, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, japo alitafuta sana kwa machozi. Haleluya, haleluya. Likoni, we must repent. Likoni, tubuni, toka katika dhambi ya ngono. Amen. Toka katika dhambi ya uasherati. Amen. Toka katika dhambi ya zinaa. Amen. Jitenge mbali na masengenyo. Amen. Haleluya. Yes. Likoni, lazima tutubu. Amen. Kenya, kama wewe bado ni mtu unayeenda kanisani na bado unakimbizana na wanawake hapa na pale, haya ndio majira kwako kusema imetosha. Amen. Huu ndio wakati kwako wewe unaenda katika nyumba ya ibada na bado unakimbizana na wanaume. Haleluya. Amen. Repent, for the kingdom of God is at hand. Yesu alikuja kutofautisha watu wake. Waliookoka wajulikane kwa kubadilika kwa tabia walizonazo. Ni jambo la kushangaza, watu wengi wanakimbilia watumishi wa Mungu, pastors, ili waombewe wapone. Haleluya. Ili waombewe watajirike, badala ya kukimbia kanisani kwenda kumtafuta Mwenyezi Mungu. Watu wanakimbizana na anasa za dunia. Kanisa lazima litubu. Kanisa la Kristo la nyakati za mwisho, ninyi ni nuru ya ulimwengu, lakini nuru ikishazima, hii dunia inabaki kuwa na giza. Ndugu zangu wapendwa, wenyeji wa maeneo haya, Mungu haangalii dini. Chochote unachojua ya kwamba akimpendezi Mwenyezi Mungu, achana nacho. Amen. Jisalimishe kwake Mungu. Haleluya. Usiseme mimi ni wa dini fulani, yule ni wa dini fulani, siwezi keti na yeye, siwezi sikiza hiki, siwezi mwongelesha. Hapana, sote ni watu wa Mungu. Haleluya. Naomba tu mahali pale ulipo ukaweze kusimama kwa miguu yako. Ninapoenda kukuongoza katika sala hii ya toba. Haleluya. Na inahitaji watu ambao wameamua kikamilifu, sio kutenda dhambi alafu unarudi, sio kutubu alafu unarudi tena katika dhambi. Hapana, ni kutubu na kuacha. Na wewe unaisikia sauti yako, kama kunaye mwanamke ambaye bado unaendelea naye na si wa kwako, jioni ya leo napenda kukutangazia neno hili. Chukua nafasi hii ya kumkubali Yesu Kristo, ya kumkubali Mwenyezi Mungu, na ukakate kabisa mawasiliano yako na mama yule. Amen. Haleluya. Amen. Gonjwa la ukimwi
zimeua ndugu zetu, wengi wamelala kaburini kwa sababu ya zinaa. Kutosheka na mkeo, kutosheka na mumeo. Wewe unayesikia sauti hii, nimekuwekea kioo mbele zako na umeangalia ukaona kabisa sijakamilika bado. Biblia inasema tukisema hatuna dhambi sisi ni waongo. Haya ndiyo majira. Kama kuna kijana anayekusumbua na wewe ni mwanamke, ni bibi ya mtu, huyo kijana ataichafua ndoa yako. Mwisho wa siku utabaki ukihangaika na watoto. Haleluya. Mwanamume akishakutongoza wewe mwanamke na umwambie kwamba nimeolewa na bado anakufuata, ujue roho iliyoko ndani yake inataka ikuchafulie ndoa. Haleluya. Amen. Ningelipenda tu mahali pale ulipo, ukiweza kunyosha mikono yako juu unaweza kunyosha. Ukitaka kuinamisha kichwa chako chini unaweza kuinamisha. Ningeliomba ukaweze kufumba macho yako ninapokuongoza katika sala hii ya toba. Na ukishatubu kweli, Yesu Kristo na Mungu wetu na Roho Mtakatifu wataingia ndani mwako na watafanya makao ndani mwako, nawe utabaki jinsi ulivyo. Mateso unayopitia imetosha, shida unayopitia imetosha. Mume huyo alikuoa na mkapendana na mkaishi vizuri, lakini sasa ndoa yenu imekuwa ni uwanja wa fujo, vita kila kukicha, shida kila kukicha. Chochote mama unachokifanya, Bwana anaona ni kana kwamba hufanyi jambo lolote jema. Baba, umejitahidi kuinua familia yako, haupendi watoto wako waishi maisha hayo wanayoishi, lakini baba yangu, ndoa hii imekuwa ni zito kwako, shida zimekuandama. Oh, ningelipenda ukafungue moyo wako. Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa. Sina uwezo wa kukusaidia, lakini kunaye ambaye ana nguvu za kutosha. Baba yangu, kunaye yule ambaye alisoma na sasa anahangaika na makaratasi yake. Alijaribu akajaribu kuapply kazi lakini hana. Yesu uko wapi? Yesu, tembea kwa huyo kijana, tembea kwa baba yule, tembea kwa huyo binti, tembea kwa huyo mama kuanzia sasa. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, sistahili mbele zako. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, za mawazo, maneno na matendo. Bwana Yesu, futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na mamlaka yake yote na nguvu zake zote. Ewe Yesu Kristo, karibu ndani mwangu. Bwana Yesu, nisamehe dhambi ya zinaa, nisamehe dhambi ya uasherati, nisamehe dhambi ya kuavya mimba. Bwana Yesu, nisamehe dhambi ya masengenyo. Kuanzia sasa ninamkataa shetani na kazi zake zote na mamlaka yake yote na nguvu zake zote. Ewe Yesu Kristo, karibu ndani mwangu, unitawale. Amen.